Katika juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuimarisha sekta ya elimu, ufaulu wa wanafunzi unaendelea kuongezeka. Hali hiyo imeshuhudiwa katika skuli za msingi Sebleni na Muungano. Jumla ya wanafunzi 19 waliofaulu darasa la 7 mwaka wa masomo 2025-2026 wamepatiwa zawadi na mwakilishi wa jimbo la Kwahani, Mheshimiwa Mohamed Sijamini Mohamed. Wanafunzi 18 ni mchipuo na mmoja ni wa kipawa maalum. Akizungumza katika hafla hiyo, mwakilishi wa jimbo la Kwahani, Mohamed Sijamini Mohamed, amesema mfuko wa mwakilishi umejikita katika kusaidia kwanza elimu na maji. Amewataka wanafunzi hao kuendelea kujituma katika masomo yao ili kufikia malengo yao. Mimi kama mwakilishi tuna mifuko ile ya jimbo, nafikiri mnaifahamu. Mfuko wa mwakilishi, mfuko wa mbunge. Sasa sisi kwa makusudi kabisa tumesema mfuko wa mwakilishi, tumesema sisi tutaanza katika maeneo ya elimu na maji, tukiamini kwamba maendeleo ya elimu ndio tunawaokoa. Na hii yote tunasema kwa sababu najichukulia mimi mwenyewe binafsi. Mimi ni mtoto chokora katika viwanja hivi. Mimi nishafanya yote, nishaokota mipira Amani, nishauza kaa pale Mbembeni, vyote unavyovijua wewe. Lakini kilichonisaidia mimi kwamba ulifika wakati nikaamua kwenda skuli, alhamdulillah, hatimaye nimefikia nilipofikia na masters. Lakini ukiacha masters, hatimaye mmeona kwamba munitume kama kijana wenu. Kwa hiyo kwangu mimi nyinyi ni mfano kwamba hivi sasa mimi ni naibu waziri na mniombe dua nipande zaidi, lakini mimi niwe kioo chenu. Na leo hapa nikasema kwamba nije kwa makusudi kaka yenu au baba yenu, ili niweze kuwa na imani kwamba hii hatua mlofikia nyinyi bado hamjapasi. Maanake wakati mwingine wazazi na walimu watu nawaambia watoto wetu ushapasi, si haba umepasi, bado hamjapasi. Nimepata fursa ya kwenda form 1. Kwa upande wake, diwani wa wadi ya Muungano Mahmud Ali Mahmud amesema ameona mabadiliko katika elimu Zanzibar. Amewapongeza walimu kwa juhudi zao na kuwataka wanafunzi kuendelea kusoma kwa bidii. Tu kwamba yale tulikuwa tunayataka kwenye jimbo letu hili la Kwahani, tunasema elimu sasa ndio itakuwa jambo la mwanzo. Elimu kwanza, mambo mengine yatafuata baadaye. Nadhani sasa itakuwa huu ndio muendelezo wa mheshimiwa mwakilishi, yani kaingia na jambo la elimu. Ndio jambo linalotakiwa kwa wakati huu sasa hivi jamani. Yani vijana bila elimu hatuwezi tukaenda. Mmesikia vijana wangu? Bila elimu hakuna jambo lingine lote mtakalolifanya. Msome na wenzenu pia muwashajiishe kusoma. Si mmejiona leo nyewe mmepanda skuli nyingine tofauti? Kwa hiyo vijana wenzenu wengine wote muambie waendelee kusoma, waache mchezo. Naye mwenyekiti wa kamati ya skuli ya Sebleni, Rajab Saidi Sisemi, ameshukuru viongozi kwa juhudi za kuimarisha elimu. Amesema mabadiliko yanaonekana kutokana na ushirikiano uliopo. Wizara ya Elimu, wizara ambayo imetuwezesha katika harakati zao kubwa kuboresha mafanikio ya kuleta elimu kwa kasi katika kufanya mabadiliko ya kwenda na wakati. Hii yote inapaswa kwamba tuko nao pamoja katika wizara ya elimu kuanzia ngazi ya mkoa mpaka wilaya. Nafikiri hili swala tunajionea, shukrani zangu kwao pia zende. Lakini la 4, kwa walimu wetu ambao tayari wamejitolea katika hali na mali, time zote, wakati wote wanafanya kazi bila kulala ili kuhakikisha wanapasisha watoto wetu kwa kiwango kinachotakiwa na ile mfumo mzima ambao unapigwa kelele na viongozi wetu wa taifa. Hongereni sana walimu. Aidha, mwalimu mkuu wa skuli ya Muungano Ali Maulidi Ibrahim, kwa niaba ya walimu wote, amewanasihi wanafunzi kwa makini wanapoingia sekondari. Amewataka kuepuka vitendo vinavyoweza kuathiri maisha yao. Kikubwa vijana wangu, nisikilizeni kwa makini. Tulikuwa na nyie miaka 9, tunakujueni vilivyo, lakini huko mtakapokwenda ni muda mfupi sana ambao mnapitia huko. Mtakutana na changamoto mbalimbali. Kikubwa nyie chukueni elimu.
Umesikia wanafunzi? Mchukue nini? Elimu ndiyo mafanikio. Kama huna elimu utakumbana na changamoto nyingi sana. Akisoma risala kwa niaba ya walimu, Mwalimu Semeni Abdalla amesema walimu wamekuwa wakishirikiana na kamati za skuli pamoja na wazazi. Amesema ushirikiano huo umechangia kuimarika kwa ufaulu wa wanafunzi. Walijituma wakiwa na malengo ya kuhakikisha kwamba skuli zetu hizi zinafanya vizuri zaidi na zaidi kila kukicha. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwakilishi wetu jimbo la Kwahani, maendeleo haya yanayoonekana kupitia skuli zetu hizi mbili yanazidi kuimarika, hasa katika utoaji wa elimu, ambapo kwa hivi sasa walimu wanasomesha kwa umahiri zaidi kwa kufuata miongozo ya wizara yetu ya elimu na mafunzo ya amali Zanzibar. Kwa ujumla, mafanikio hayo yamehusishwa na umoja wa skuli, kamati, wazazi, walimu na wanafunzi, huku ushirikiano na viongozi ukichangia maendeleo ya elimu. Kwa upande wa wanafunzi, wamewashukuru viongozi kwa msaada na hamasa waliopewa. Wamesema wataendelea kusoma kwa bidii ili kufikia malengo yao ya kielimu. Kutoa shukrani zangu hizi kwenda kwa Mheshimiwa mwakilishi ambaye amepatia zawadi kwa kutoka hatua moja kwenda kutoka skuli ya msingi kwenda skuli ya Kipawa, na amenipatia zawadi. Namshukuru sana. Zawadi hizi zitanisaidia katika kuendeleza masomo yangu ya sekondari, na pia nataka kumshukuru Mheshimiwa Rais na waheshimiwa mbalimbali kwa kutujengea skuli hizi kupitia juhudi zao. Pia nataka kutoa shukrani zangu zote ziende kwa walimu na wazazi kwa kutusaidia kutushajihisha kusoma, na sasa hivi tumepasi kuelekea skuli ya Kipawa Lumumba Secondary School. Na pia nataka kutoa nasaha kwa wanafunzi wenzangu ambao wamefaulu na ambao bado hawajafikia hatua hii kuwa wasikate tamaa na waendeleze masomo yao. Walimu na wazazi kwa kunifanya mpaka nikafanikiwa kupata kwenda skuli ya mchipuo, kwa kunilea katika malezi mazuri na kunipa mwongozo kwamba nisikate tamaa kama siwezi, ndo nisikate tamaa kama najiona kama siwezi. Wakanambia nikaze, na leo hii ndo nimepasi, na namshukuru sana mwakilishi kwa kunipa zawadi. Na shauri wenzangu waongeze bidii kwa wale waliokuwa hawajapasi, na nashauri wale ambao wanasoma waendelee kusoma kwa bidii pia ili wafikie kiwango kuliko hata nilichofikia mie, ili na wao waje kupata kazi baadaye za kuwanufaisha wao na taifa kwa ujumla. Mafanikio ya wanafunzi yameendelea kuonesha umuhimu wa ushirikiano kati ya walimu, wazazi, viongozi na jamii katika elimu. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatuma Benadi Juma, kamera ni Abdullahi Abdullah.